Mtazamaji, hapa tupo katika shule ya msingi Ilembo kwenye mamlaka ya mji mdogo wa Vwawa wilaya Mbozi mkoani Songwe. Na leo tupo katika school competition, ni awamu ya 3 sasa ya mradi wetu. Katika awamu hii leo tumechukua wanafunzi wa shule 10 ambao wamefaulu kutoka kwenye shule tofauti, na kila shule tunachukua mwanafunzi mmoja ambako tulikuwa tumewafanyisha mitihani. Baada ya kufaulu tumechukua mshindi wa kwanza wa darasa la kwanza na mshindi wa kwanza wa darasa la pili. Hawa ndio tupo nao hapa kwenye shule ya Ilembo iliyopo wilayani Mbozi kwa ajili ya kufanya competition, na shule 10 ambazo zimechaguliwa ili kupata mshindi wa kwanza hadi wa 12. Washindi hawa tutawapatia zawadi. Zawadi hizi ni mabegi, madaftari, kalamu na t-shirt. Ota moto nga pili samaki takataka fagia gogo panda samaki takataka fagia gogo amepanda Diana anapaku adagaa Lazaro amelala Tito anaota moto Babu anafuga kuku. Ndugu afisa elimu wa wilaya, wakilishi wa afisa elimu wa wilaya, ndugu mkurugenzi wa UDF pamoja na memba wake, ndugu walimu na wanafunzi kwa ujumla. Sasa imefika wakati wa kutoa zawadi kwa washindi. Wapongeze wanafunzi pamoja na walimu kwa kushiriki vyema zoezi hili mpaka tumefikia hatua hii. Hatua ya sasa ni ya mwisho ambayo ni ya kutangaza mshindi, na mshindi atapokea zawadi. Wanafunzi, mshindi akisomwa anakuja hapa mbele, anachukua zawadi, unarudi huko, mwalimu utamsindikiza mwanafunzi huyo. Kwa hiyo nianze moja kwa moja na zawadi wa darasa la kwanza. Mshindi wetu wa kwanza Justini Mwambene kutoka shule ya msingi Ilembo. Justini, fika hapa mbele. Haya, kutoka shule ya msingi Subia hapo. Zo. Hujapeana mikono. Mshindi wa pili ni Xavier Kandonga kutoka shule ya msingi Ihanda. Mshindi wa tatu ni Buda Dankeni kutoka shule ya msingi Kisangu. Hawa wamefungana 3.5 na Janet Kitosi kutoka shule ya msingi Tazama. Haya, mshindi wetu wa 5 ni Nestina Senka kutoka shule ya msingi Nuru. Mshindi wetu wa mwisho kwenye zawadi hizi ni
Beatrice Mkoja kutoka shule ya msingi Rwanda. Hiyo ni kwa darasa la kwanza. Tunakuja darasa la pili. Francis Shombe kutoka shule ya msingi Ihana. Shombe. Ni Hosea Kanyerere kutoka shule ya msingi. Hongera sana. Hosea Kanyerere Ilolo. Watatu ni Christina Jumapili kutoka Myobi. Christina Jumapili umejitahidi. Anayefuata ni Neema Lianda kutoka shule ya Zelezeta. Anayefuata ni Lucia Kabasa kutoka shule ya msingi Ilembo. Zawadi hizi ni Arnold Mvena kutoka shule ya msingi Arnold Mvena kutoka shule ya msingi Nuru. Wale wengine ambao wameshiriki pia zoezi mbili na penseli moja. Kwa darasa la kwanza ni Faraja Changula kutoka shule ya msingi Ilolo. Ongera ushiriki. Kajitahidi safari. Abigail Mwakanyamali kutoka shule ya msingi Zelezeta. Shtini kutoka shule ya msingi tena. Shtini. Furahini Dave kutoka shule ya msingi Ikomela. Darasa la pili ni Gloria Mwankeja kutoka shule ya msingi Tazara. Anayefuata ni Lemonia Mwazembe kutoka shule ya msingi Sangu. Ni Joystick Wambakae kutoka Rwanda. Wa mwisho ni Angela Kaungo kutoka shule ya msingi Ikomela. Kaungo. Asante. Somea ujumbe uliopo kwenye begi hapa. Soma kwa sauti kabisa jamani. Kwa sauti. Najivunia kuwa mshindi, jamii iwajibika, niweze kujua kusoma, kuandika na kuhesabu. Christina Jumapili. Jina langu ni Stina Senga. Najivunia kuwa mshindi, jamii iwajibika, niweze kujua kusoma, kuandika na kuhesabu. Majina naitwa Christina Jumapili Shelisheli. Najivunia kuwa mshindi, jamii iwajibika, na niweze kujua kusoma, kuandika na kuhesabu. Kuwa mshindi, jamii iwajibika, niweze kujua kusoma,
hesabu. Unaitwa nani? Asante. Najivunia kuwa mshindi, jamii iwajibika, niweze kujua kusoma, kuandika na kuhesabu. Eric Nikodemu Mbunda, niko hapa nimemwakilisha afisa elimu wa wilaya wa halmashauri ya wilaya ya Mbozi. Kwanza kabisa nianze chini kabisa huko. Kwanza kuwapongeza watoto wenyewe ambao wametuweka kuwepo eneo hili. Leo mmeshiriki iwe chachu, na siku nyingine ukiitwa kusema wewe na wewe nenda sehemu fulani ukaonyeshe ujuzi wako, usiogope, uje na wewe ufanye hiki, ukionyeshe hiki ambacho unacho. Watu wawili napenda kuongea ni walimu. Ni kweli leo umeona inawezekana kuna vitu ambavyo unavifahamu vizuri, lakini kwa mchanganyiko wa leo watu tofauti kuna kitu na umejifunza. Nilipita mahala fulani, kuna baadhi ya walimu wakaanza nao wengine wakaanza kupiga picha baadhi ya zana zilizopo kwenye darasa hili, moja darasa lile pale. Anajua hiki sijaandaa, na mimi nifanye nini? Nikakiandae kiwe kizuri zaidi. Lakini sio hivyo tu, hata kwenye mitihani ya leo hii kuna vingine vinaleta changamoto. Sasa kama mmegundua leo kama kuna changamoto fulani imeibuliwa siku ya leo, na wewe kaifanyie kazi kwenye vituo vyetu vile, ili tuboreshe taaluma kwa watoto wetu. Na wengine hapa tumeona kuna watoto wana changamoto kubwa sana, wanahitaji mzigo wa kutosha ili tuweze kufanya nini? Kuwakomboa kwenye hizo stadi hizo tatu za kusoma, kuandika na kuhesabu. Lakini pia mimi kwa namna ya pekee ni washukuru ile shirika ya UDF pamoja na Penment kwa tukio hilo ambalo lilifanya katika halmashauri yetu. Nafikiri litakuwa limeibua chachu ya walimu kwanza kuongeza kasi ya kuweza kufanya vizuri, na hata watoto wenyewe nao itawajengea ushindani fulani. Sisi kama halmashauri tunategemea ndani ya wiki ijayo tutakuwa na mashindano. Yataanza kuanzia shuleni, yataenda ngazi ya kata, yataenda wilaya, na yataendelea mpaka mkoa na kanda kwa ujumla. Nafikiri hao watoto walioshiriki siku ya leo wanaweza kuwa wajumbe wazuri kwa wengine ambao wamebaki kule shuleni. Inawezekana kwenye mashindano yao kujitokeza hawa. Kama sio hao basi watakuwa wengine ambao wamebaki kule. Nao kwa kuona wenzao wamepata faida gani au wamepata zawadi gani, zitawasukuma na wao angalau kuweza kufanya vizuri kwenye mashindano yanayofuata. Kwa namna ya pekee na kwa niaba ya halmashauri na kwa niaba ya afisa elimu wilaya na hata mkurugenzi kwa ujumla, tunawashukuru sana kwa tukio hili, na tunawakaribisha kwa matukio mengine ambayo mtapenda kuyaleta kwenye eneo letu la halmashauri yetu ya wilaya ya Mbozi. Kwa hiyo tunawashukuru sana. Lakini pia mwishowe kabisa tumshukuru hata mwenyeji wetu, manake bila yeye na maana tusingeweza kufanya hivi, kuendesha haya tunayoendesha. Ameandaa mazingira na nini mpaka tunafikia muda huu. Naye kwa kweli ameacha shughuli zake zote, lakini akaamua awe na sisi mpaka tunamaliza hapa. Bila kuwa na yeye hapa, manake mazingira yasingekuwa mazuri zaidi. Na niwashukuru pia, hatukuchagua sisi halmashauri kwamba tunataka tuazimishe hiki kitu kwenye eneo la Ilembo. Mimi wenyewe mlikaa mkasema tunataka eneo ambalo tulivu, nafikiri ndio eneo ambalo mliliamua liwe hili, na mwalimu wa kusita akakubali kwamba awaje tu tutashirikiana. Tunashukuru sana mwalimu mkuu kwa tukio hili na kusaidia eneo haya mengi tu. Mwisho kabisa nipende tu kusema walimu, wanafunzi na wageni wetu, tunawakaribisheni tena eneo la halmashauri yetu ya wilaya Mbozi kwa matukio mtakaa Mungu yaleta. Asante sana, Mungu awabariki. Naitwa Mwalimu Kisa Abel Mwaibanche, nafundisha shule ya msingi Ilembo. Hapa mimi ni mwenyeji. Kwanza kabisa nashukuru sana kwa hii enjoys iliyokuja UDF. Kwa kweli tumefurahi, walimu tumefurahi sana. Yani kitendo cha kuja, yani tumefurahi kwa sababu tulikuwa hatujui chochote, lakini kwa jinsi watu wetu walivyopendeza,
yaani natutia moyo, yaani hata si mwakani na kitu tufanye vizuri. Ila swali langu nataka kuuliza, je, hii mchakato unaendelea mwakani au ndio mwaka huu? Ili mwakani tujue kabisa kwamba tuanze kujipanga mapema kabisa. Ndio swali langu kwamba inaendelea au. Naitwa Bahati Undule, natoka shule ya msingi Ilolo. Nawashukuru sana kwa shughuli hii mlioweza kuifanya. Muendelee hivyo hivyo ili tuweze kupata motisha zaidi. Muendelee zaidi. Najua nyie ndio mko jirani zaidi na huko angalau serikali huko. Kwa muweze kutusemea hata sisi matatizo ambayo tunakumbana nayo, kwa sababu tumeshapita na mmeshaona changamoto nyingi ambazo tunakumbana nazo. Kwa mzichukue nazo mtuwakilishe nazo huko kwamba walimu kule tumepita wana changamoto 1 2 3, ili waweze kutuangalia hata jicho ambao liko nyuma ya pazia, walimu wa chekechea la kwanza na la pili. Tunashukuruni sana, karibuni tena. Tunakushukuru mwalimu mkuu wa shule ya Ilembo kwa kutukaribisha, walimu pia wa shule ya Ilembo kwa kutushughulikia hadi kumaliza hii shughuli. Asanteni sana. Naitwa Hosea Kanyelele, nasoma shule ya Ilolo. Najisikia vizuri kupata zawadi leo. Beba madaftari. Kwa jina naitwa Kristina Jumapili Shelisheli. Nasoma shule ya msingi Miovizi. Nasoma darasa la pili. Najisikia vizuri. Kwa jina naitwa Francis Clement Shons. Na nasoma shule ya msingi Ihanda. Najisikia vizuri kwa zawadi hii. Nawashukuru walimu. Nawafundisha kusoma na kuwafundisha wenzangu. Naitwa Mwalimu Kisa Abel Mwibanje kutoka shule ya msingi Ilembo. Kabla ya mafunzo kutolewa, kwa kweli nilikuwa sina ubunifu wote, kama vile ufundishaji, kama vile utengenezaji wa zana, ubunifu, namna kumwandaa mwanafunzi, nilikuwa sijui. Lakini baada ya kupata KK, kujifunza mafunzo ya KK, nimeweza kujifunza vitu vingi sana. Kwanza nimejifunza namna ya kufundisha wanafunzi wangu wa darasa la kwanza na la pili, namna ya kutamka yale maneno, namna ya kuandaa zana, namna ya kuwaendo wale watoto katika swala nzima la ufundishaji. Sababu watoto wale ni wadogo, kwa hiyo nimejifunza namna ya kuwalea katika maadili. Baada ya mafunzo sasa kutolewa, ndio maana nimesema hivi, kwanza nimekuwa mbunifu katika ufalaguzi wa zana. Hata ukiangalia darasa langu bado ni zuri, yani linapendeza. Kwa hiyo imenisaidia mimi mwalimu kujitambua kwanza, mimi mwalimu, namna kumlea yule mtoto, namna kumfundisha. Kwa kweli katika hili zoezi la mashindano la hii UDF, mimi mwalimu nimefurahi. Kwa sababu gani? Kwanza hili zoezi ni zuri kwa watoto, litawafanya watoto wawe na moyo wa kujifunza, wawe na moyo wa kujua kwamba kuna siku nitakuja kupata zawadi. Kwa hiyo mtoto inamfanya achangamke zaidi hata kujifunza. Na maana watoto watakao wataenda kwa wenzao wataenda kuwasimulia kicho kutokea. Kwa hiyo itafanya wapate moyo zaidi wa kujifunza. Mimi kwa upande wangu kwanza madarasa la kwanza na la pili na awali nayapenda sana. Kwa sababu kama mimi mzazi na pia ni mwalimu, nikipewa watoto wadogo namna ya kuwalea, huwa nafurahia sana. Japo wengine wanadharau, wanasema tuko chini, lakini kwa mimi mwalimu, mimi nalifurahia sana. Nawapenda watoto na kuwa nao karibu, nacheza nao karibu. Kwa hiyo inanifanya mimi mwalimu niwe karibu na watoto. Mimi napenda sana hili darasa. Haya madarasa ya KK, darasa awali, la kwanza na la pili. Mimi wito wangu kwa jamii kwanza, hasa kwa wazazi, wawahimize wanafunzi kuja shuleni, kwa sababu shuleni wanapata kitu. Hata kama mtoto alikuwa haelewi kitu chochote, lakini kwa mafunzo ambayo sisi tumejifunza, mtoto lazima atabadilika tu. Hata mtoto awe mzito kiasi gani. Lakini kwa haya masomo ya sasa hivi, ina maana mtoto atafunguka tu, kwa sababu serikali imepunguza masomo. Zamani walikuwa na masomo mengi sana, lakini sasa hivi yako 3 tu.
kusoma, kuandika na kuhesabu. Kwa hiyo hata mtoto awe mzito kiasi gani, atakapofika hapa shuleni lazima sisi tutamrekebisha tu na atajua kusoma, kuandika na kuhesabu. Mimi naambia hivi wazazi ambao hawaleti watoto shuleni, wawalete shuleni. Sasa hizi serikali imefungua kila kitu, wawalete watoto shuleni tuwafundishe. Waziri Nzunda na toka shule msingi Komela katika wilaya ya Mbozi kwa Makusongo. Kwa watoto kadri tunavyoanzia kwa hatua zile za kwanza, kwa mtoto ambaye hajui kusoma kabisa, nafikiri inamwandaa kwamba angalau kwanza tunaweza tukaanza hatua ile ya kuimba, alafu tukachukua zana ambazo tulikuwa zimeandaliwa na tunamwekea pale, labda tuko na zana ambayo imechorwa picha ya kitu fulani, alafu kaanza kumfundisha kwa kuimba, kwa kupata maarifa ile picha, na baadaye anapojua, anapokuwa ameshaipata maarifa yake, itakuwa inajengeka akilini mwake na kichwani. Alafu pia kama ni kuhesabu, lazima tutumie picha za tunazoziandaa au vihesabio, kuanzia 1, 0, 1, 2 na kuendelea mpaka pale tunapofikia labda 20 kwa mtoto kama ni awali au kama ni darasa la kwanza au la pili. Tukaona kuna mwelekeo ambao kwa sababu hata kama watoto wako kadhaa, tunaweza kutengeneza kwenye makundi kadhaa. Kundi la kwanza, la pili, la tatu. Maana kuna mtoto ambaye anaweza kuwa na upeo wa haraka na mwingine akawa na upeo mzito. Kwa sasa watoto watapokuwa hivyo, tunaweka kwenye makundi. Kundi la kwanza ambalo atakuwa labda mzito nani atakuwa ni mzito, la pili wa kati na la tatu yule ambaye anakuwa na upeo wa haraka. Kwa hiyo utakuta hapo na mimi nanisaidia kwamba huyu naweza nikamfundisha kwa hatua zipi na huyu nianzie hatua zipi na kumalizia hatua gani. Kwa mtoto wa kwanza na sasa kwanza la pili. Mimi napenda kwamba wangeweza kutusaidia tu kwamba watoto ambao wako majumbani hawajafika mashuleni watuletee tu, na wasi kwa hilo ili tuweze kuwafundisha, kuondoa ujinga kwa watoto wale wa chini. Mimi ninavyolichukulia ni kwamba inatakiwa sisi wenyewe kama walimu tulitambue na tujitambue pia. Kwa sababu kama tutakuwa tunatoa adhabu ambapo huwezi kumtambua mtoto na adhabu unayotoa inakuwa sio njema. Na mtoto kama awali mpaka darasa la pili, adhabu yake nafikiri na wewe tutakuwa tunamchukulia kwamba umefanya hivi, lakini takiwa achana na lile, na sio viboko bali ni kumuonya kwa maelekezo. Ushirikiano bado uko chini, lakini kadri sisi wenyewe tunavyojipanga huwa tunajaribu kuwaelimisha na wanakuja wanavutika sasa kwamba kumbe kuna muhimu wa kuja kufanya jambo kama hili. Mimi naitwa Mwalimu Kasiano Gerald Chale, ninafundisha shule ya msingi Rwanda katika kata ya Rwanda. Changamoto ninazozipitia katika ufundishaji, kwanza kabisa, changamoto ya kwanza, watoto wengi wanakuja madarasani hawana vifaa vya kufundishia. Hivyo ninapowafundisha na kutaka kuwapima, unakuta wengi hawana vifaa vya kufundishia. Ninachoomba kwa serikali na jamii, kwanza kabisa wanajamii wanatakiwa kuhusika moja kwa moja kwenye swala la kutatua matatizo ya wanafunzi. Kwa mfano, wakileta vifaa mapema kwa watoto, tutaweza kuwasaidia watoto kujifunza kwa ufanisi zaidi. Kwani ninapowapa kazi na kuwapima, najua kabisa kile nilichokilenga kufundisha kwa watoto kimefanikiwa au hakijafanikiwa. Kama hakijafanikiwa, basi ni namna gani niweze kuwasaidia ili waweze kufikia kusudi nililolikusudia katika kufundisha. Mwalimu Salome Lwesi ni mwalimu nafundisha shule ya msingi Nuru, mwalimu wa darasa la pili. Mafunzo haya ya KK niliyapenda na yamenisaidia kwa kiasi kikubwa kufanya kazi yangu ya kufundisha darasa hilo la pili, kwa sababu hapo awali sikujua namna gani niweze kufundisha wale watoto, lakini baada ya mafunzo nikajua namna ya kuwafundisha wale watoto, na yamenisaidia sababu watoto wengi wameweza kumudu zile stadi za. Pia changamoto zipo ambazo ziko kwa wazazi, kwa watoto pia, lakini ninachoshauri ni wazazi wenyewe, wao kama wazazi ambao wanakaa na watoto kwa muda mwingi kuliko sisi walimu, wawe wanawapa mwongozo watoto na kuwafuatilia maendeleo yao ya kujua stadi hizo za kusoma, kuandika na kuhesabu, na kuwanunulia vifaa vile vile vinapopelekea mwanafunzi aweze kujifunza hizo stadi. Kwa sababu mwanafunzi akikosa kifaa kimoja wapo katika kujifunza, anakosa
kuwa na utayari wa kujifunza anapokuwa darasani. Kuwa wazazi wawe na moyo wa kuwatia watoto kwa mazingira ya shuleni na nyumbani, kwa kuwanunulia vifaa vyote vinavyohitajika kwa kipindi chote anapokuwa katika mafunzo. Swala la utulo kwa mashuleni ni swala kubwa sana, hasa utulo reja. Kwa mfano mtoto anaweza kaja katika mahudhurio ya wiki ya siku 5, anakuja kwa muda wa siku 4 au 3, siku 2 anakuwa hayupo. Wazazi wengi tumekuwa tukiwaita kwa barua, labda unamwandikia mzazi njoo shuleni bila kumpa taarifa kwamba nini kinachokuja, kwamba atakapofika shuleni atapata taarifa nini alichoitia. Lakini wazazi wengi wamekuwa wakaidi. Mtoto anampelekea barua, anaambia mimi naenda zangu shughuli zangu shambani, naenda kwenye biashara, mimi siwezi kwenda kusikiliza walimu, sina muda huo. Na anatoa maelezo hayo mbele ya mtoto. Na watoto kama walivyo hawezi kuficha kilichosema mzazi. Moja kwa moja wanapomuuliza mzazi yuko wapi, mbona hajaja, anasema kabisa mzazi amekataa, amesema yeye anaenda shambani, anaenda kwenye biashara, hawezi kuja. Kwa hiyo kitendo hicho kinapelekea kuvunja moyo kwa mtoto na mwalimu mwenyewe, kwamba mwalimu ndio mlezi ambaye umemkabidhi mtoto. Inatakiwa yeye mwalimu anapokuita wewe mzazi uje umsikize, sababu na wewe umempa jukumu la kulea, kujua umeitiwa nini ili msaidiane katika kulea huyo mtoto. Haya madarasa ya awali pia naishauri serikali na viongozi waendelee kutoa semina kwa walimu, mwendelezo wa semina hizi, kwa sababu wengi wa wale walimu wengine wanastaafu, wengine wanakuwa hata shida katika makazi, wanakuwa hawapo, lakini tuendelee kupata wataalamu wanaopitia mafunzo hayo ya KKK. Wanahabari na wageni wetu rasmi ambao ndio wanafunzi pamoja na walimu. Kwa kweli kwangu mimi ni furaha kubwa sana, maana tulipokuwa tunatafuta kinyang'anyiro cha kuipata hii pesa UDF tulikuwa hatulali. Maana mtandao wetu wa elimu ndio uliopata kutoka kwenye serikali. Lakini kuipata kutoka kwenye mtandao ikabidi tena tukazane tena. Yalikuwa mashirika mengi sana yaliomba. Sisi shirika letu limepita, secretariat ya TENMET wametupitisha kwamba tuingie kwenye shughuli hii. Tunashukuru tulipomaliza mchakato, tukaja hapa mkoani kujitambulisha, tukapita vizuri kabisa bila tatizo lolote. Afisa elimu alitupokea vizuri, akasema haya nendeni wilayani, tukapita vizuri wilayani. Akasema na baadhi ya maafisa muambatane nao huko mnako kwenda katika ile shughuli ya kwanza ambayo ilikuwa ni midahalo kwa ajili ya wazazi, kuhamasisha wazazi kwa ajili ya kuwasaidia watoto waweze kuwa shuleni. Ile ikapita. Imekuja ya pili, tukaja kwenye ile ya redio. Tunashukuru wazazi walijitokeza, wale tuliowachagua waweze kuongea redioni kwa ajili ya badala ya wazazi wengine ambao hawajasikia huko shule nyingine. Wazazi wamejitokeza wilaya zote mbili, Momba na Mbozi, na sasa tumekuja hitimisho hili. Tunashukuru kwamba walimu mmejitahidi. Mimi nawapongeza walimu kwa sababu mmefanya kazi katika ni pressure. Mko tayari kufanya kazi hata katika ndani ya pressure na kukamilisha mambo. Nawashukuru sana walimu kwa taaluma yenu. Taaluma yenu kwa kweli inahitajika sana na ya muhimu sana. Tunashukuru sana kwamba walimu kweli mnafanya kazi, na wale ambao tulikuwa tunahitaji waweze kupita kwenye zoezi hili kwa kweli tumewapata. Tunaomba muendelee kuongeza juhudi hata kwa wale ambao bado hawakufanikisha kufikia vile viwango tulivyokuwa tunavihitaji sisi. Kwa hiyo na wale walioko shuleni tunaomba muendelee kuwahamasisha. Rai yangu mbele yenu walimu ni moja tu. Naomba TENMET Secretariat ambao wenzetu wanafanya kazi moja kwa moja na serikali, kwa sababu serikali haifanyi chochote bila kuihusisha TENMET. Na sisi ambao ni member wa TENMET tunawakilishwa na Secretariat. Kwa Secretariat iko karibu sana na Wizara ya Elimu. Kwa tunaomba utufikishie taarifa zetu kwamba chochote kinachopatikana huko mtufikirie huku chini, wana mitandao pia mfikirie huku. Nadhani hali halisi yenyewe imeonekana. Hizi wilaya mbili tulizopewa na serikali, hali halisi imejionyesha kwamba kweli bado jitihada inahitajika. Mbozi inahitajika na Momba inahitajika. Bado wilaya nyingine hatujaenda za mkoa huu. Kwa hiyo tunaomba tupelekee taarifa huko kama kuna chochote kitakuwa kinapatikana, mradi wote unapatikana huko uelekeze huko.
Ndugu walimu, kuna hawa wenzetu wa secretariat wanashirikiana na mashirika mbalimbali huwa wanaorganize vitu vinaitwa Global Action Week. Sasa daima huku kwetu huwa haziji. Nakumbuka kuna kipindi kimoja niwahi kuhudhuria mkutano, nilipokuwa nasimama mimi kutoka Mbeya, nikaambiwa wewe wa Mbeya kaa chini, huko elimu inajulikana, waongee watu wa mikoa hii ya katikati. Lakini nadhani hali halisi sasa imeonekana kwamba licha ya kwamba nguvu nyingi imekuwa kielekezwa mikoa ya kusini kama Mtwara, Dodoma humo, Manyara, Singida, lakini kumbe na huku kwetu bado kuna baadhi ya maeneo yana matatizo. Tunaomba hiyo Action Week for Education siku moja ije ifanyike huku, mobilize wale donors mbalimbali wanaoshabikia mambo ya elimu, tuje tufanye siku moja huku. Itapendeza sana na itawavutia sana wenyeji wa huku na itahamasisha, maana hii ni mwanzo. Tuwashe tena moto mwingine, nadhani itapendeza zaidi, maana itahusisha wadau wengi sana. Kwa kweli nashukuru sana kwa kupokeleka hapa tulipo na kupokeleka na maafisa. Mungu awabariki sana, na sisi kupata vyanzo vingine licha ya hiki, tutajitahidi kuja katika mkoa wa Songwe kufanya kazi. Muda mwingi tulijikita sana mkoa wa Mbeya, huku tulikuwa tuji sana. Huku live tulikuja kwenye mambo ya ugawaji wa wheelchairs tu, mara moja tumegawagawa, lakini sasa nadhani UDF itajikita zaidi katika mkoa wa Songwe, kila tukipata fursa mbalimbali tuje huku. Maana kule mjini Mbeya wengi wana resource mbalimbali, wana watu wengi, lakini huku vijijini kuna NGO chache sana. Na hata mkoa wa Songwe bado NGO nyingi ziko chache sana, nyingi ziko vijijini. Kwa hiyo tutajitahidi sana kumobilize hata NGO nyingine ziweze kuja huku, na sisi wenyewe tukipata chochote tutajitahidi kufocus kuja huku. Na nimevutika sana kwa upande wa elimu. Sasa nadhani tutajitahidi sana kucheza sana kwenye elimu sasa, kwa sababu tumekuta kweli impact inaonekana. Ingawa walimu huwa tunasema kwamba kwenye swala la elimu huwa tunasema kwamba mwalimu wewe unaua taratibu. Unaweza ukaua leo mtu akafa baada ya miaka 10. Madaktari wanaua dakika hiyo, anadunda sindano mtu anaondoka, lakini ninyi mnaua taratibu. Mkimnyima mtoto elimu tu, impact yake inakuja baada ya miaka 10 huko. Ndio mtu anaanza kugundua kwamba ala, kumbe nilikosa kitu hiki. Kwa hiyo walimu tunawategemea. Hawa ndio foundation kuu ambayo ukiwanyima elimu hawa basi. Na ninyi ningekuwa naingia serikalini, ningesema kwa kweli walimu wa KK wangeongezewa mishahara. Afisa angalie huko. Kwa sababu hawa wanamtoa mtu from zero, kichwani hana kitu. Wanamtoa kwenye lugha ya nyumbani kumleta kwenye Kiswahili, alafu na kumwingizia maneno mpaka aweze kujua kusoma na kuandika. Na bila mwalimu wa KK hakuna mtu anayeweza kusoma na kuandika. Kwa hiyo rai yangu serikalini ni kwamba kama mnaweza mkasaidia serikali kaweza kaongeza hata mishahara kwa walimu wa KK, ingependeza sana. Asanteni sana.